بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu wapenzi wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ali zake na sahaba zake kwa ujumla, leo tutazungumzia kuhusiana na mwezi huu tulionao, ambao ni mwezi mtukufu katika miezi mitukufu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoitukuza, na akatutaka katika miezi kama hii mitukufu kuweza kuyafanya yale ambayo yanamridhisha yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani kufanya taa, kufanya khairi mbalimbali ndani ya miezi hii mitukufu, hususan katika masiku haya ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Masiku 9 ya mwanzo wa Dhulhijja, watu watakana kufanya khairi mbalimbali, kukithirisha kufanya taa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama kusoma Qur'ani tukufu, watu wakithirishe kusoma Qur'ani. Lakini pia watu watakana kufanya kutoa sadaka mbalimbali katika mwezi kama huu, lakini pia kutembelea wagonjwa, kutembelea ndugu na jamaa, na kufanya khairi mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaziridhia na kuzipenda. Lakini miongoni mwa hizo neema au miongoni mwa hizo khairi ni as-sawm, kufunga katika mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja, kwani wanazuoni ridwanullahi ta'ala alaihim wamekubaliana juu ya usunna au juu ya kupendezeshwa funga katika miezi mitukufu, hususan katika miezi hii. Na sasa nao miongoni mwa miezi hiyo ni mwezi huu wa Dhulhijja, hususan katika siku 9 za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Na kwa nini funga? Ni kwa sababu ni katika ibada adhimu sana ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametawalia yeye ujira wa kumlipa mfungaji bila kumwakilisha malaika wa kuandika mema ya mwanadamu kuyajua ni thawabu ngapi anazolipwa mfungaji. Ipo hadithi ambayo ni hadithul Qudus. Mwenyezi Mungu anasema, kullu amali ibni adama, amali zote za mwanadamu, lahu, ni zake yeye, yani kila taa na kila khairi ambayo anayotenda mwanadamu, ikiwa haikuambatana na ria, haikuambatana na unafiki ndani yake, uchache wa kile ambacho hulipwa mwanadamu kwa ile amali aliyoitenda, basi ni kuanzia 10 mpaka 700. Yani ziada yake kuanzia 10 analipwa na ziada mpaka 700. Akasema illa sawma, isipokuwa ibada hii ya funga, illa sawma, isipokuwa funga, fa innahu li, hakayafunga ni yangu mimi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameidhifia ibada ya funga kwake yeye, kwani ni ibada ambayo ndani yake haipatikani kujulikana kutokana na hisia za wanadamu, yani zile hawasil insani au hawasul ibadi hawajui kuwa mtu kafunga hawajafunga, ila anayejua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yule mfungaji mwenyewe. Fasara as-sawmu ibadatun baina al-'abdi war-rabb, ndio ikawa ibada hii ya funga ni ibada baina ya Mwenyezi Mungu na mwenye kufunga. Kwa hiyo ibada hii kama tukufu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu wakithirishe na kufanya mema katika aina mbalimbali, na hususan ikiwa ibada hii ya funga. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo aliyesimulia Ibn Abbas radiyallahu anhu anin nabii sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min ayamin, hakuna katika siku yeyote, al-amalu salih, matendo mema, matendo mazuri,
fihinna, yanayotendwa katika masiku hayo, ahabbu ila Allah, yakapendeza zaidi matendo hayo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min hadhihi al-ayyami al-ashr, kuliko haya masiku 10 ya mwanzo wa mfungo 3 Dhulhijja. Masahaba kauliza, faqalu, wakasema masahaba, ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah, hata jihadi pia haiingii ndani kunako masiku hayo. Wala al-jihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, mtume akajibu akisema, wala al-jihadu fi sabilillah, hata jihadi haingii katika utukufu na utukufu masiku haya 10 ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Akavua mtume akasema, illa, isipokuwa rajulun, ni mtu, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi wa mali, ametoka yeye nafsi yake na mali yake, wama falam yarji min dhalika bishay, hakikurudi katika hivyo chochote. Maana yeye alikwenda jihadi akafa jihadi na mali yake pia haikurudi, huyu ndio atakayekuwa ana ubora mkubwa kuliko yule ambaye atakayefanya khairi katika masiku haya 10 ya Dhulhijja. Ama aliyekwenda akarudi, huyo hajafikia yule ambaye ametenda khairi katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja, hususan kama siku haya 10 ya mwanzo. Hadithi hii imepokea Imamu Tirmidhi na Imamu al-Bukhari na Imamu Abu Daud. Kwa hiyo tunahimizana kumbushana kuhusiana siku hizi sipite bure, watu hajihimize na waweza kutekeleza ibada mbalimbali, ikiwemo ibada ya funga kwa ajili ya kutaka radhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.